Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia azindua rasmi tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Katika biashara, wa machinga Kariakoo waishukuru Benki ya Maendeleo kwa mikopo ya viwanja Mkuranga. Na katika habari za kimataifa, mawaziri wa Ulaya kuijadili Ukraine na Mashariki ya Kati. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mohamed Jamal. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa tume hiyo katika hafla iliyofanyika Alhamisi Ikulu ya Chamwino Dodoma, Rais Samia amesema pamoja na kwamba vyama vya upinzani havina imani na tume hiyo iliyoundwa na serikali, lakini yeye amesema ana imani kubwa na tume hiyo na uwezo wake wa kutoa majibu sahihi yatakayosaidia taifa kusonga mbele. Rais Samia amesema kuwa ni muhimu uchunguzi wa awali kufanywa na tume ya ndani kabla kuhusisha tume kutoka nje, na wakimaliza tume za nje zitashirikiana na tume hiyo. Niseme kwamba nina matumaini makubwa na tume hii. Jana nilikuwa nasoma article fulani, wenzetu wapinzani wanasema hawana imani na tume yote ya ndani. Wanataka tume itoke UN, tume itoke AU, tume itoke wapi kwa European Union, ndo zije zifanye kazi hapa kwetu Tanzania. Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na experience yenu, nina imani sana na tume hii, na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele. Sasa baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba tume hii nimeizindua rasmi na nawatakia kazi njema. Tume hiyo imepewa miezi 3 huku akieleza maeneo ya msingi ambayo anatarajia yachunguzwe, ikiwemo pamoja na kuchunguza chanzo cha kadhia na sababu halisi zilizoibua vurugu, kutathmini madai ya vijana walioingia barabarani na kubaini walikuwa wanadai haki gani, kuchambua matamshi ya vyama vya upinzani ikiwemo kauli za uchochezi zinazodaiwa kutolewa kabla ya uchaguzi, lakini pia kuangalia uhusiano kati ya vyama vya siasa na tume ya uchaguzi, kutathmini kama kulikuwa na njia mbadala zaidi ya maandamano, uvunjifu wa amani na vitendo vya uchomaji, ili kushughulikia changamoto kati ya tume, vyama vya siasa na serikali. Jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu twende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo, tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine, tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo.
Jumuiya, taasisi na mabaraza ya Kiislamu nchini wameitaka tume huru iliyoundwa kuchunguza matukio ya vurugu zilizotokea Oktoba 29 kuzingatia haki na ukweli wa wahusika wa chanzo cha vurugu, huku wakiitaka serikali kuchukua hatua kwa watakaobainika kuhusika na uanzishaji wa vurugu na maandamano ambayo yamepelekea uharibifu na vifo vya baadhi ya watu. Tuungane na Goodluck Msolla kwa taarifa zaidi. Akisoma tamko lenye mapendekezo 18 kutoka taasisi, jumuiya na mabaraza ya Kiislamu nchini kwa niaba ya Mufti Mkuu wa Tanzania baada ya kukamilika kwa ibada maalum na dua ya kujitenga maarufu kama istikafu, Amiri wa Baraza Kuu la Waislamu nchini Sheikh Musa Kundecha amesema Waislamu nchini wanaunga mkono tume huru iliyoundwa ili kuchunguza matukio yaliyotokea Oktoba 29. Tunaunga mkono hatua ya Mheshimiwa Rais kuunda tume huru ya uchunguzi yenye madhumuni aliyotamka kwenye hotuba yake. Ninanukuu, serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, Equity Commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Aidha, Sheikh Kundecha amebainisha kuwa katika tamko hilo pia wametaka kufanyika kwa mkutano wa pamoja baina ya viongozi wa dini zote nchini ili kujadili na kutafuta mustakabali wa kulinda amani, huku akiwataka viongozi wa dini nchini kuwa mstari wa mbele kutoa matamko ambayo yatalinda amani ya nchi. Awali wakielezea dhamira ya istikafu hiyo, Katibu Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu nchini Alhaji Nur Jabir Mluma pamoja na mwakilishi wa Mufti Mkuu wa Kenya Sheikh Sharif Kiitani wamewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani, huku Sheikh Mluma akieleza katika tamko hilo imeweza kuhusisha taasisi na jumuiya na mabaraza mbalimbali ya waumini wa dini ya Kiislamu kutoka mikoa 19 ya Tanzania. Kikao hiki kimetanguliwa na itikafu ambayo imefanyika katika msikiti wetu wa Muhammad wa 6, na kipekee itikafu hii imejumuisha taasisi mbalimbali za Kiislamu hapa Tanzania ambazo zimeleta wawakilishi wake ambao wengi ni viongozi wa taasisi hizo. Ijua wewe ndio ujuaye dhamiri, ivunde dhamiri yake asiweze kusimama. Allahumma inna nasta'idhuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana. Hata hivyo, viongozi hao wakuu wa dini ya Kiislamu nchini wamelaani kutokea kwa matukio ya vurugu na maandamano hayo ambayo yalitokea Oktoba 29. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kumeibuka taharuki katika eneo la maduka ya mnara wa Vodacom kata ya Mjini manispaa ya Shinyanga baada ya moto mkubwa uliozuka jioni ya Novemba 19 kuteketeza makazi na biashara pamoja na kusababisha vurugu zilizowalenga askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka Shinyanga. Moto huo ambao umetokea majira ya saa 11 jioni ukisababishwa na hitilafu ya umeme, na kueleza kuwa mlipuko wa shoti uliotokea mara tu baada ya kuwasha taa na kuzua moto uliosambaa kwa kasi katika vyumba hivyo. Kwa mujibu wa mashuhuda, licha ya kutoa taarifa mapema kwa kikosi cha zimamoto, wananchi wamedai kuwa gari la zimamoto lilichelewa kufika, hali iliyolazimu kutumia ndoo za maji na juhudi za mikono kujaribu kuuzima moto na kuokoa mali walizoweza. Yaani saa 11 kasoro moto umeanza. Kwa hiyo moto ulivyoanza, nikamwita jirani yangu mwenye hiyo ofisi. Nilipiga kelele sana, nikamwita jina lake. Ndio alivyokuja akatoka na watu wote wametoka. Ndio akaja kuanza kuokoa hivi vitu vyote mnavyoviona. Vimeokolewa na wanaume. Moto mimi chanzo sikujua ni nini, kwa sababu nilikuwa nimekaa tu hapo sebleni. Naingia chumbani sasa kuwasha taa, nikaona taa ikawa inapiga shoti. Baada ya hapo nikawa nimeona moto. Nikazima la kaka nikatoka nje. Nilipotoka nje, kutoka nje ndo nakutana na moshi umetanda chumba cha jirani yangu hapo. Hivyo nikaa tu nimetoka, nikawaita watoto watoke ndani na mume wangu alikuwa hapo, nikamuita jamani tokeni moto, nikatoka nje
hata kupiga kelele huku nje, kaita watu, jamani njoo mtusaidie moto huku kwetu moto. Watu ndio wakawa wamekuja. Mimi nikawa nimetoka tu na watoto, sikuingia tu mle na moto mle ndani kwangu. Moto ukawa umesha nani, kwa sababu kile chumba kilichokuwa kinafuata kilikuwa kina magodoro. Kaanza kuokoa vyumba hadi vyumba, lakini kuna vyumba vimeteketea na fire tumewafuata mpaka pale nani kwenye ofisi yao, wanasema tunakuja. Moto umeanza kwa saa 11:30. Yaani moto umekula vyumba vyote na vitu vya watu vimeteketea. Unavyoona wananchi wameokoa hivi vitu vyote. Hivi vyote vimeokolewa na wananchi, unavyoviona vimezagazaga vyote hapa. Wangekuja kauliza shida ni nini, lakini tumepigwa mabomu, miungurumo, wengine wana pressure, wengine vilema, watoto na wazee. Kwa hiyo hivi vitu vimetuumiza sana. Hata hivyo, kutoridhishwa kwao na muda uliotumika lilipofika gari hilo kumesababisha baadhi ya wananchi kuanza kurusha mawe, hatua iliyoleta mkanganyiko zaidi katika eneo la tukio. Miliki wa jengo lililoungua moto, Baby Muhammad, amesema nyumba hiyo ilikuwa na kaya 5 upande wa makazi na vyumba 5 vya biashara upande wa mbele, ambapo vyote vimeteketea kwa kiwango kikubwa na kuacha familia na wafanyabiashara bila makazi na bila mahitaji. Nyumba ina kaya 5 kwa huko ndani. Huko mbele kuna maduka 5 ya wapangaji kwa ajili ya biashara. Nyumba nyuma kwa ajili ya kuishi. Akizungumza eneo la tukio, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi ametoa pole kwa wahanga, kuhakikishia wananchi kuwa polisi wataendelea kulinda mali zao zote zilizookolewa kwa saa 24 sambamba na kufanya uchunguzi wa chanzo cha moto pamoja na tukio la kurushiwa mawe gari la zimamoto. Nipende kuwashukuru sana wananchi wote, vijana, wanawake, kwa wazee ambao wamehusika sana katika jukumu hili la kuweza kujitolea kuweza kuzima moto huu. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga niko na walio chini yangu, la kwanza kutoa pole, lakini la pili kuhakikisha tunaweka ulinzi hapa masaa 24 kama ambavyo umeona. Askari hawatatoka kwa sababu ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini hasa vifaa ambavyo vimeweza kuokolewa wakati tunaendelea kufanya tathmini. Lakini jeshi la zimamoto na uokoaji tupo nao hapa, wanaendelea, wao ndio watatupa, wenzetu ni wataalamu, nini chanzo cha moto. Wakati huo sisi tunapita kwa familia kufahamu kila familia, kila duka ni nini ambacho kimeharibika na uharibifu ni wa kiasi gani. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatilo amelaani kitendo cha wananchi kuwarushia mawe wazimamoto, akisema hatua hiyo inaweza kuhatarisha uokoaji na maisha ya askari waliokwenda kusaidia. Nataka nitoe masikitiko yangu ya wazi, sio kama tu mkuu wa wilaya, lakini pia kama kijana mwenzenu. Inaonekana gari la zimamoto lilipochelewa hapa, pana baadhi ya vijana wamefanya majaribio ya kulipiga mawe gari la zimamoto. Nataka niwaambie ndugu zangu na vijana wenzangu, ukiharibu hapa gari moja la zimamoto, tunaweza tukakaa kama wilaya hatuna gari la zimamoto. Na msije mkajidanganya kwamba kila moto utakaotokea hapa mtakuwa na uwezo wa kuzima kwa ndoo. Uongo. Kuna moto utatokea hapa ambao na mnajua mioto ambayo inatokea uwezo kuzima kwa, mnahitaji gari la zimamoto. Sasa najua sio vijana wote wanaofanya, ila huwa anaanza mmoja na wapili wenye akili mbovu na wengine wanawaunga mkono. Kwa hiyo sio kitendo cha sawasawa. Inapotokea moto umewaka, gari la zimamoto limechelewa kufika kwenye eneo la kuzima moto, wewe unajua hilo gari lilipokuwa. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limewataka waendesha pikipiki za abiria maarufu kama maafisa usafirishaji kujiepusha na vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa amani, badala yake washirikiane na polisi kulinda utulivu uliopo. Adam Kaduto na ripoti kutoka Mara. Rai hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mara, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Pius Lutumo, wakati akizungumza baada ya kupokea tamko linalosisitiza kutokujihusisha na uhalifu lililotolewa na viongozi wa maafisa usafirishaji mkoani hapa, ambapo kamanda Lutumo anasema ni muhimu kwa waendesha pikipiki kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa amani. Madhara ya jambo hili ni makubwa, lakini kubwa kabisa tujiulize, huyu mtu anayesema anaandamana anadai nini? Wilaya yako, mkoa wako utakuwa salama? Jichunguze vizuri kabla ya kushabikia hayo mambo, lakini vinginevyo
mimi nitaendelea kuwapa taarifa. Katika tamko lao, viongozi wa maafisa usafirishaji mkoani Mara wanasema hawatovumilia tabia zinazochochea vurugu au uharibifu wa mali na kwamba bodaboda wanapaswa kuwa mfano wa kutunza utulivu katika jamii. Tamko letu kubwa ni kwamba hatutojihusisha kwenye maandamano ya aina yoyote. Hilo ndilo tamko letu. Kwa atakayetokea akashiriki na akabainika ni miongoni mwa afisa usafirishaji aliyesajiliwa, hatua kazi zachukua dhidi yake. Kama itatokea mmoja wetu atakiuka yale tuliyokubaliana na kwenda tofauti na makubaliano ya wengi, basi atakapokumbwa na mkono wa sheria, hilo litakuwa jukumu lake na sio jukumu letu sisi. Baadhi ya waendesha pikipiki kutoka maeneo tofauti ya mkoa huu wanasema kipindi cha vurugu na zuio la siku 3 kilikuwa kigumu kwao, kwani shughuli zao zilisimama na kuhatarisha kipato chao cha kila siku. Sisi kama bodaboda Msoma mjini hatukushiriki na tunasema hatutoshiriki kwa namna yoyote, kwa aina yoyote kuvunja amani ya taifa letu. Unapofanya uvunjifu wa amani tayari ndio hili taifa sisi linatulea, na endapo kama na wenyewe wajikite tu kwenye shughuli, kila mtu anayefanya shughuli aweze akashindwa kupata chochote. Lakini ukikaa unasema unataka amani, unataka, yani kuna vitu ambavyo wanavidai, mimi nikikaa nikifikiri nikitulia najiuliza sipati majibu. Lengo la tamko hili la waendesha pikipiki za abiria maarufu kama bodaboda ni kuendelea kuhimiza nidhamu, kutii sheria za nchi na kuhakikisha pikipiki hazitumiki kama chombo cha kutekeleza uhalifu au kuchochea vurugu. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imewataka wadau wa sekta ya biashara kuendelea kutumia mifumo ya kidijitali kwa ajili ya kujisajili pamoja na kufanya baadhi ya maombi ili kupunguza urasimu pamoja na kuokoa muda wa kufanya biashara. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Arusha wakati wa warsha kwa jengea uwezo wadau wa sekta ya biashara juu ya kutumia mfumo wa kidijitali wa TCP ambao upo chini ya Chemba ya Biashara, Kilimo na Viwanda, mwakilishi wa Wizara ya Viwanda na Biashara Prosper Sangawe amesema mwelekeo wa serikali wa sasa ni kuhimiza matumizi ya kidijitali ili kuweka mazingira wezeshi na kupunguza urasimu. Ni lazima wadau wakatumia mifumo kama wa TCP ili kuboresha biashara zao. Mfumo wa TCCA Trade Portal TCP ni mfumo ambao umewezesha wadau wetu wa biashara kuweza ku save time, hususan kwa wale wafanyabiashara wengi ambao biashara zao ni za kimataifa. Hii inatusaidia wao wenyewe kuweza kusave muda pale wanapotaka kuvuka mipaka, ikiwa na maana shughuli zote za usajili za kutoa taarifa zao kwenye za biashara zao wanamalizia wakiwa katika ofisi zao. Wanapofika mipakani inawawia rahisi kuweza kuwasilisha taarifa walizonazo au vitu walivyonavyo kwa ajili ya kuvuka mpaka. Kwa upande wake meneja kitengo cha biashara TCCIA Mers Filipo amesema nia ya kuwaleta wadau hao wa biashara ni kuelekeza matumizi ya mfumo huo ambao utawezesha kujisajili na kupata vyeti vya asili vya biashara ili kuondoa changamoto kwa wafanyabiashara ambao wanahitaji huduma za kujisajili na kupata vyeti vya asili katika Chemba ya Biashara, Kilimo na Viwanda. Baada ya mafunzo haya tunatarajia ya kwamba wafanyabiashara wetu sasa wataweza kupata vyeti vya uasili kidijitali, na hiyo kuboresha ufanisi wa huduma zetu, lakini pia kupunguza gharama ambazo wafanyabiashara wanaweza kuingia kwa taratibu ambazo si za kidijitali. Lakini muhimu zaidi kwenye nchi yetu, tunategemea mifumo hii itachagiza biashara kwenda nchi kwa maana ya uondoshaji wa shehena kwenda nje ya nchi. Nao baadhi ya washiriki katika warsha hiyo akiwemo Salama Somba kutoka wakala wa forodha pamoja na mkurugenzi wa Green Finance Zayad Bajwa wamesema matumizi ya teknolojia yamekuja muda muafaka. Sasa hivi tutakuwa sisi mawakala wa forodha tupo katika ofisi zetu tukiendelea na mifumo yetu. Tulikuwa tunahitaji zile huduma zao za Chemba, basi sisi tutaingia katika mfumo wao ambao wametufundisha na tukaomba hizo certificate mbalimbali. Kwa mfano kuna certificate ambayo inatumika Afrika Mashariki ambayo ni ASC, tunaweza kuomba kupitia katika huo mfumo, au SADC tunaweza kuomba kupitia huo mfumo. Hapa tumejifunza mengi sana leo, na jinsi ya kupata certificate of origin na jinsi ya kutoa complaints online
and baada ya kujifunza yote tumeona kwamba hii portal iko very user friendly, na mimi naona mtu mwenye umri wote anaweza ka access hiyo portal, na ni nzuri sana, inawasaidia watu wengi, pia inapunguza gharama na pia ina save muda. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Siku chache baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutangaza baraza jipya la mawaziri na manaibu waziri na kisha kuapisha rasmi kwa ajili ya kuanza kutekeleza majukumu yao, wananchi wa jimbo la Busanda mkoani Geita wanaonekana kuwa na matumaini makubwa. Hii ni baada ya mbunge wao Dr. Jafari Seif kuteuliwa kushika nafasi ya naibu waziri wa afya. Habari na Joel Maduka kutoka mkoani Geita inaarifu zaidi. Hapa ni makao makuu ya jimbo la Busanda ambapo Dr. Jafari Seif alipata ridhaa ya wananchi kuwatumikia kwa kipindi cha miaka 5. Wananchi wanasema uteuzi wake ni ishara ya mabadiliko makubwa yanayoweza kupatikana ndani ya sekta ya afya ambayo imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali za muda mrefu. Wakizungumza na vyombo vya habari, baadhi ya wananchi wamesema wanatarajia maboresho ya huduma muhimu katika ngazi za zahanati na vituo vya afya, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa dawa na vifaa tiba muda wote. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kumuona huyu kijana. Kwanza sisi tulisema kwamba ni kweli, lakini tuliamini kwamba ni kweli kwa sababu jina limetajwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais nampongeza kwanza, moja hilo. Lakini pia wana Bukoli tunajipongeza, na hasa wana Busanda. Rais wetu Samia Suluhu kututeulia mtoto wetu kipenzi, ataendeleze na kazi yake. Swala la pili, hapo toka huko bungeni atusaidie. Ni mshauri tu kijana wetu, zile changamoto zote alikuwa akiziongelea kwenye kampeni: barabara, kituo cha afya, shule, nyumba za walimu. Basi hapo alipo atumie juu chini ili vitu hivi viweze kupatikana. Wakazi wa Bukoli nao wamesisitiza kwa nafasi yao si tu heshima kwa jimbo hilo, bali ni fursa ya kuondoa changamoto zilizokuwa zikiwakabili kwa muda mrefu. Hata tumempata naibu waziri katika upande wa huduma zetu za afya. Kuna vitengo ambavyo kwetu hapa vilikuwa bado havijakamilika, kwa mfano operesheni kina mama, hata wakati wa kujifungua ilikuwa mpaka wapeleke Nyarugusu au Geita. Lakini sasa tunatamani kwamba naibu waziri hili ataliona kwa uharaka zaidi katika zahanati yetu hii na kata yetu hii ya Bukoli. Tuweze kupata uwezekano wa kupata dawa kwa wakati katika kituo chetu cha afya ambacho kilichopo mahali hapa, maana tuna changamoto ya kutokuwa na dawa. Tangu kuanzishwa kwa jimbo la Busanda mwaka 1995, hakuna mbunge aliyewahi kuteuliwa kushika nafasi ya juu serikalini kama ilivyo kwa Dr. Jafari Seif. Wananchi wanasema uteuzi huu umeongeza matumaini ya kuona maendeleo ya kweli ndani ya sekta ya afya na ustawi wa jamii kwa ujumla. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya Nyanda za Juu Kusini imetoa msaada wa mabati na saruji yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 15 katika shule 2 za sekondari na kijiji kimoja wilayani Mbeya, ikiwa ni sehemu ya taasisi hiyo kurejesha faida kwa jamii na kuhamasisha wananchi utunzaji wa mazingira. Taarifa ya Daniel Simerta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Msaada huo umetolewa katika shule ya sekondari ya Iduda na Mwaboho pamoja na kijiji cha Shamwengo wilayani Mbeya, ambazo zimenufaika kukabidhiwa mabati na saruji kwa walengwa hao. Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi, tumefanya shughuli ya kugawa misaada kwenye shule za sekondari 2 na kijiji cha Shamwengo. Tumegawa bati jumla 266 na bati 20 na simenti 20. Hii yote ni katika kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwanza mazingira yanahifadhiwa kwa uendelevu, lakini pia shule zote vijana wanakaa mahali pazuri. Kwa upande wao, baada ya kupokea msaada huo, mkuu wa shule ya sekondari Iduda Mwalimu Adolat Mombo pamoja na baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wakawa na haya kusema. TFS au wakala wa huduma ya misitu wamekuwa nasi muda wote, wametuletea miti, tumepanda kwenye maeneo yote ya taasisi, na ndio kwa maana unaona taasisi yetu au shule yetu inapendeza kwa ajili ya miti waliotuletea. Tunachowaomba tu kwamba TFS msituchoke,
sisi ni taasisi, tunahitaji bado miti. Tunaomba mnapopata nafasi ya kupata miti zaidi mtuletee ili tuweze kupanda. Kupitia shirika hili la TFS napenda kutoa shukrani za dhati. Kwanza walituletea miti mingi sana katika shule yetu ambayo inatusaidia katika matumizi ya vitu mbalimbali ambavyo vinahusika na usomaji na upataji wa elimu. Mfano hiyo miti ambayo wametuletea kama unavyoona, kuna miti inatumika hapa kama kimvuli ambayo inatusaidia katika masuala nzima ya usomaji. Naishukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taasisi ya misitu kwa kutuletea mabati ambayo yanaweza kutusaidia katika kuendeleza miundombinu ya hapa shuleni. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Shamwengo wamezungumzia msaada huo, nao wakawa na haya kusema. Tunapenda kuwashukuru wakala wa misitu Tanzania TFS kwa kutusaidia msaada huu wa mbati 86 na simenti mifuko 20 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi. Leo tumeletewa kupata nafasi kuleta hizi bati na hizo simenti. Tunashukuru sana. Sisi kama wananchi wa Shamwengo tunasema tunakusema, tunaomba muendelee na moyo huo. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ubungo wakili Albert Msando amesema matumizi ya takwimu kwenye utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo hayaridhishi kwa sasa, hivyo ameagiza viongozi wote kuanzia ngazi ya mtaa na kata wilayani humo kuhakikisha mipango na utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo inazingatia takwimu sahihi ya idadi ya ongezeko la watu wilayani humo. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Wakili Albert Msando ameyasema hayo katika maadhimisho ya siku ya takwimu Afrika kwa mwaka 2025 yalifanyika kwenye chuo cha takwimu Mashariki mwa Afrika kilichopo Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo amesema matumizi ya takwimu sahihi ya idadi ya watu kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo itasaidia lengo la kumaliza changamoto za wananchi. Na hiki ndicho ambacho tulisema tunakuja kukumbushana. Naepuka kutumia neno kuhamasisha, na ndani ya wilaya ya Ubungo ni marufuku kuhamasisha kuhusu matumizi ya takwimu. Ni kulazimisha kutumia takwimu. Ni lazima twende tukatumie takwimu, sio hamasa, ni lazima tukatumie takwimu. Takwimu ya watumia, takwimu hairidhishi. And I focus kwamba tunapoandaa hizi takwimu tunamlenga primarily mfanya maamuzi. Mimi huyu ndo mtu wa kwanza, kwa sababu yeye maamuzi yake yanaathiri yale mengine yote yanayotokea, yanaathiri hata ile takwimu yenyewe. Mfanya maamuzi kwenye wilaya ya Ubungo ni pamoja na mwenyekiti wa mtaa na kamati yake. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo cha takwimu Mashariki mwa Afrika, Dr. India L. Kaya, amesema matumizi ya takwimu sahihi yanaweza kusaidia kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo miradi ya afya kwa kuzingatia kizazi na aina ya mahitaji yao, hatimaye kumaliza matatizo ya vijana. Uwezo ukajua ufanye nini kama taifa, kama nchi, bila kujua una watu wa aina gani, na mfano mdogo utakuwa ni ule mfano. Sasa hivi tuna generations nyingi ambazo zimekaa pamoja. Tuna generation X ya wale watu wanaozaliwa waliozaliwa 80 kurudi chini. Tuna generation Y ya millennials wamezaliwa 80 mpaka kuja, ambao wana mahitaji tofauti. Tuna generation Z ambao ndio hao wako na tabia tofauti. Tuna generation Alpha ambao wako sekondari huko, na tuna generation Beta ambao ndio wamezaliwa sasa hivi. Tunahitaji takwimu kufanya maamuzi. Naye Albert Kapala ambaye ni meneja wa takwimu mkoa wa Dar es Salaam, na Titus Mwisomba, meneja wa takwimu za kilimo kutoka ofisi ya takwimu ya taifa NBS, wamezungumzia suala la ongezeko la watu kila mwaka na umuhimu wa kutoa elimu ya matumizi sahihi ya takwimu ili kuchochea kasi ya maendeleo na kushughulikia changamoto za wananchi. Ifikapo mwaka 2050 tunategemea kuwa na watu 8.2 hapa Dar es Salaam, ambapo bado wanaume watakuwa ni 4 milioni na wanawake watakuwa kwa 4.2 milioni. Kwa hiyo
watu watakuwa wameongezeka mpaka kufikia milioni 8. Sasa tuje idadi ya watu kwa makundi ya umri wa vijana miaka 15 mpaka 35. Miaka 15 mpaka 35. Hapo ndipo kuna changamoto kubwa ipo hapo. Kwa sababu ndio kundi ambalo lina mahitaji mengi na ndio kundi ambalo lina mchango mkubwa kabisa kwenye working age population. Tutayafanya hayo kwa kushirikiana na wenzetu chuo cha takwimu kwa kuweza kuhakikisha kwamba fursa hiyo tunaitumia kuweza sasa kuwaelimisha wale wenzetu katika kama ulivyoagiza, kusudi nao waweze kupata hayo mafunzo na hatimaye sasa tuweze kutumia takwimu hizi kuweza kuisaidia serikali yetu katika kuleta maendeleo katika nchi yetu. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Maandalizi ya msimu mpya wa kilimo mkoani Singida umeanza rasmi kwa wakazi wa wilaya ya Mkalama mkoani Singida wamekutana pamoja kujadili namna ya kuanza msimu mpya. Amini Nyaungo anatuarifu zaidi kutoka mkoani Singida. Ni msimu mpya wa kilimo kwa mkoa wa Singida ambao mara zote huanza mwezi Novemba kila mwaka. Je, wakazi hawa wanasemaje juu ya msimu mpya wa kilimo? Tunahitaji mbegu, tunahitaji mbolea, na hivi sasa mbolea zipo, tumeshapata, angalau tumepata baadhi kidogo. Mbegu naye tumeshapata. Sasa hivi tunajiandaa na tumesubiria vizuri, mvua ikinyesha tuanze kazi. Nimeandaa mashamba ya mahindi kama eka 3. Lakini alizeti ninaye kama eka 1. Najua hivyo nimejiandaa kwa jamii. Tayari mbegu ya alizeti nishakuwa nayo. Hapa nikuja tu kutafuta mbolea, maana mbegu tayari nishanunua. Mashamba tumeshatengeneza na mbegu tumeshanunua kama vile mifuko 2 ya kutangulia. Alizeti nyumbani ninayo, ila mbolea bado sijapata, bado naangalia utaratibu. Lakini pia tumewatafuta wadau wa kilimo, nao pia wanazungumza juu ya msimu huu mpya wa kilimo. Kupitia mradi huu tumefanya kazi ya kuanzisha mashamba darasa, na kiukweli tumekuwa kichocheo cha wakulima kuzalisha zao la alizeti. Kupima afya ya udongo kwa kila kijiji kwa kiasi cha sampuli 1000 kwa mwaka. Lengo ni kuhakikisha wakulima wanatumia mbolea sahihi ili kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Kwa upande wa serikali, nao wamezungumza kwa uzuri kabisa juu ya msimu huu wa kilimo kwa mkoa wa Singida. Msimu umetutupa mkono, muda umewadia, muda umefika. Tukiletewa pembejeo hizi mwezi wa 12, wengine watakuwa wamechelewa. Kwa pembejeo hizi ziingie mapema. Wenzetu maafisa ugani kusimama katika nafasi zao kutuwezesha na kutuelimisha ni namna gani wilaya yetu ya Mkalama inaweza ikatumia pembejeo tulizonazo kuendana na hali halisi ya wilaya yetu. Mkoa wa Singida kwa upande wa msimu wa kilimo ya kila mwaka huanza mwezi Novemba kuendelea hadi mwezi Januari, ambapo kipindi chote hicho kuna kauli yao inayosema jembe la kwanza. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Katika kuelekea msimu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya, kampuni ya StarTimes imezindua rasmi ofa maalum ya lipa tukubusti zaidi, ikiwa ni sehemu ya kuthamini wateja wake na kuhakikisha kila familia inafurahia burudani za kiwango cha juu kwa gharama nafuu. Rachel Chacha anayo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa masoko na maudhui kutoka StarTimes David Malisa amesema kuwa kampeni hii ni mwendelezo wa jitihada za kampuni kuhakikisha inatoa maudhui bora ya kisasa na yenye kuakisi mahitaji ya Watanzania wote katika msimu wa sikukuu. Aidha, amebainisha kuwa kwa wateja wanaotumia antena, kampeni hii imekuja na punguzo ambapo mteja akilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000 atarushwa moja kwa moja kwenda kifurushi cha mambo na kupata zaidi ya channel 65. Zipo content nyingi sana ambazo wanaweza wakaenjoy, especially tukianzia kwenye kile kifurushi cha mambo. Kuna ile tamthilia mpya ya Kituruki Vendetta na Far Away ambayo inaonekana kila siku, lakini bila kusahau naona ili jopo mnaoliona hapa sio geni kwenu, hizi sura sio ngeni kwenu. Basi ule msimu wa pili wa Nice to Meet You ambao unaendelea hivi sasa. Lakini kwa upande wa kile kifurushi cha Uhuru
basi humu ndani unaweza ukapata zile ligi kubwa kama Saudi Pro League, Carabao Cup, Bundesliga. Zote hizo unazipata kupitia kwenye hicho kifurushi. Kwa ujumla, ofa hii ya mwisho wa mwaka inalenga kuhakikisha kila familia inapata burudani murua, tamthilia kali, ligi za burudani, vipindi vya watoto na makala zenye elimu bila kubeba gharama kubwa. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara wa machinga Kariakoo waishukuru Benki ya Maendeleo kwa mikopo ya viwanja Mkuranga.